Ni wakati na wasaa mwingine tena wa michezo pamoja na burudani, nikikuletea habari pamoja na matukio mbalimbali yanayotrendi huko mitandaoni. Klabu ya Simba kuna mambo mengi sana ambayo hivi sasa yamekuwa yakizungumziwa na kujadiliwa kwa upana zaidi, hasa kipindi hiki ambacho walikuwa wakidai kundi ambalo Simba wapo at least lina mwanga tofauti na lile kundi la Yanga, lakini kinyume chake tumeweza kuona Simba wakiendelea kupoteza, kutopata matokeo ya kuridhisha ambayo yatawafanya wao kuvuka katika hatua hizi bora za kimakundi. Kwa upande wa wapinzani wao tunaona vile ambavyo wanapambana na kukaza kupiga hatua za kufika mbele zaidi, lakini kwa Simba bado mambo yanakuwa ni magumu, haswa kwenye mchezo wa juzi. Kizungumzia klabu ya Simba pamoja na Stade Malien ambao wameweza kuwatandika Simba bao 2-1. Chupu chupu mnyama aangukie bao 3-1. Yote hii ni kutokana na baada ya timu ya Stade Malien kuweza kukosa bahati ya mkwaju wa penalty wa pekee kuweza kuokolewa na golikipa nambari 2 wa klabu ya Simba Ayubu. Hiki kilikuwa ni kitu ambacho wengi kiliwashangaza, lakini yote kwa yote kwamba lawama ziende kwa nani, kwa sababu wachezaji pamoja na baadhi ya mashabiki mtandaoni wamekuwa wakidai kwamba Simba wanafanyiwa hujuma. Sasa hatujafahamu kwamba hujuma hizi zinatoka upande upi, kwa sababu kila namna na kila hali ilishazungumzwa na Simba waliahidi kubadilika na kuja na mbinu pamoja na mikakati mipya ambayo itawafanya waweze kupasua zaidi. Licha kuwa bado wana mechi kadhaa, lakini wasiwasi umekuwa ni mkubwa sana, umetanda kwa upande wa mashabiki. Wana hofu kwamba kweli Simba katika mechi zilizobaki watatusua na kuweza kujiandikia tena nafasi na historia ya kipekee, lakini wengi bado wanalaumu, lakini pia kuweza kuwa na hofu ya Simba kutoboa katika makundi.